Kuna tofauti kati ya mtu anayekupenda na mtu anayekuwaza ukiwa haupo. Watu wengi huamini kumfanya mpenzi akumisi kunahitaji mbinu kubwa za kimapenzi, attention nyingi au mawasiliano yasiyoisha. Lakini mara nyingi hisia ya kumkosa mtu hujengwa kwenye vitu vidogo vya kisaikolojia ambavyo havionekani haraka. Katika mahusiano mengi, watu huanza kwa ukaribu mkubwa sana. Simu kila dakika, chats zisizoisha. Kila hisia inashirikishwa papo hapo. Mwanzoni inaonekana kama intimacy ya kweli, lakini baada ya muda, akili ya binadamu huanza kuzoea uwepo wa kitu chochote kinachopatikana muda wote. Psychology mara nyingi huita habituation, ile hali ambapo kitu kinapoteza uzito wa kihisia kwa sababu kimekuwa cha kawaida sana. Ndiyo maana wakati mwingine mtu anaweza kumpenda partner wake, lakini bado asihisi ule mvuto wa kumtamani au kumkosa sana. Siri ya kwanza ipo kwenye kutokujitoa kabisa kihisia kila sekunde. Watu wanaovutia zaidi mara nyingi huwa na sehemu ndogo ya maisha yao ambayo bado haieleweki kikamilifu. Sio kwa sababu wanaficha vitu kwa makusudi, bali wanaendelea kuwa watu binafsi hata ndani ya relationship. Wana hobbies zao, ratiba zao, mawazo yao, ulimwengu wao binafsi. Kuna utafiti uliochapishwa kwenye Journal of Personality and Social Psychology uliogundua kwamba attraction kwenye mahusiano ya muda mrefu mara nyingi huongezeka pale watu bado wanaendelea kugundua vitu vipya kuhusu wenza wao. Akili ya binadamu inapenda novelty, inapenda hisia ya kwamba bado kuna kitu cha kujifunza. Ukijifanya kupatikana kila dakika, mara nyingi unafuta nafasi hiyo ya curiosity. Lakini hapa kuna nuance muhimu. Kutokuwa available muda wote sio mchezo wa manipulation, sio kuchelewesha replies makusudi ili mtu ahangaike. Mara nyingi tactics kama hizo hujenga anxiety zaidi kuliko connection ya kweli. Tofauti ipo kwenye kuwa na maisha yenye uzito nje ya relationship. Mtu anakumisi zaidi pale anapohisi uwepo wako unaongeza kitu kwenye maisha yake, si ya pale unapojaribu kumfanya awe dependent kwako. Siri ya pili inahusiana na emotional atmosphere. Watu wengi hukumbukwa si kwa maneno yao, bali kwa jinsi walivyofanya wengine wajisikie. Kuna watu ukiwa nao, mwili wako una relax. Conversation hazihitaji performance. Hakuna tension ya kuhukumiwa. Hakuna competition ya nani yuko sahihi. Neuroscience inaonyesha kwamba emotional memory huhifadhiwa kwa nguvu sana kuliko factual memory. Unaweza kusahau exact conversation, lakini ukakumbuka vizuri namna ulivyohisi ukiwa na mtu fulani. Ndio maana baadhi ya watu hukoswa hata baada ya muda mfupi wa kuondoka. Walikuwa sehemu salama emotionally. Na hapa ndipo mahusiano mengi hupoteza mvuto taratibu. Wakati kila interaction inageuka kuwa complaint, criticism au pressure, akili huanza kuassociate uwepo wa partner na stress, hata kama upendo bado upo. Siri ya tatu ni kutokuwa predictable kabisa kihisia. Sio toxic inconsistency, bali emotional depth. Watu wanaovutia kwa muda mrefu huwa hawakai kwenye emotional flatness kila siku. Wana layers, wana moments za seriousness, utani, reflection, silence. Kuna rhythm ya kibinadamu ndani yao. Katika historia ya mahusiano ya binadamu, attraction haikujengwa tu kwenye physical appearance. Mara nyingi ilijengwa kwenye emotional complexity. Ndiyo maana wasanii, storytellers na watu wenye inner world kubwa mara nyingi huonekana memorable zaidi. Akili hujaribu kuendelea kuwaelewa hata wakiwa hawapo. Lakini kuna mstari mwembamba hapa. Emotional complexity sio confusion. Watu wengine hujaribu kuonekana deep kwa kuwa emotionally unavailable.
Mwisho wake hujenga mahusiano yenye uncertainty na emotional exhaustion. Kumfanya mtu akumisi hakutakiwi kuharibu nervous system yake. Siri ya 4 iko kwenye absence yenye afya. Kwenye tamaduni nyingi za zamani, mahusiano hayakuwa built kwenye constant digital access kama leo. Kulikuwa na nafasi ya anticipation, kusubiri, kukaa na mawazo yako mwenyewe kuhusu mtu. Leo, watu wanaweza kuonana masaa yote kupitia simu, lakini bado wasihisi closeness ya kweli. Wengine hata huanza kuhisi emotional numbness kwa sababu hakuna tena nafasi ya kukosa. Psychologists wengine wanaamini kwamba desire hihitaji distance kidogo ili iendelee kuishi. Sio distance ya abandonment, bali nafasi ya kila mtu kubaki na utambulisho wake. Mtu anapokuwa mbali kidogo, akili huanza kureconstruct presence yake, harufu yake, sauti yake, energy yake. Hapo ndipo missing huanza kutokea naturally. Na siri ya mwisho ni authenticity. Watu wengi hujaribu kuwa version wanaofikiri itapendwa zaidi. Wanakuwa overly agreeable, wanapunguza personality yao ili waonekane perfect partner. Tatizo ni kwamba akili ya binadamu mara nyingi huhisi performative energy hata bila kusema wazi. Connection ya kweli huwa na nguvu zaidi pale ambapo mtu anaonekana real, ana imperfections, ana boundaries, ana maoni yake, ana individuality. Paradoxically, watu wanaojikubali zaidi huwa ndio wanaokumbukwa zaidi, kwa sababu presence yao haionekani copied au forced. Kuna consistency ya ndani ambayo wengine huihisi emotionally. Na labda hiyo ndiyo sehemu ambayo watu wengi hawaizingatii. Kumfanya mpenzi wako akumisi sio kuhusu tricks nyingi. Mara nyingi ni kuhusu kujenga uwepo wenye maana. Presence ambayo inaleta emotional texture kwenye maisha ya mwingine. Presence ambayo haijengi dependency bali connection. Kwa sababu mwisho wa siku, watu hawawakosi wale waliokuwa available muda wote pekee. Mara nyingi huwakosa wale waliowafanya wajisikie kitu cha kweli ndani yao. Kama unapenda aina hii ya mazungumzo ya relationship psychology na human behavior, unaweza kuendelea kufuatilia video nyingine taratibu.